Karibu sana kwenye Life Asili podcast. Tumekuwa tukizungumza hapa na pale. Tunasema tutafanya session na nafurahi umekuja kwenye session. Ingawa session yenyewe tumetoka kwenye mazoezi. Session yetu lazima ianzie na mazoezi kwa sababu unaanza na vitu ambavyo tunaona tunapomiliki ambavyo ni tangible. Sure. Kwa unaanza na body physical. Sure. Kwa tukishatoka kwenye body physicality ni au ni nini au unajitungia mimi? Ni hivyo brother, lugha sina. Lugha inakuwa inapanuka jinsi inavyotumiwa. Namna unavyokuwa unaitumia lugha ndio inazidi kupanuka. Tunaitohoa sasa maana yake. Au sio? Tumeanza na mazoezi ya kimwili. Aim yetu na jambo la kwanza ambalo labda hata watazamaji na watu wengine ambao wanaweza wanatusikiliza basi sasa mnajipori hilas. Ndio kwamba tumeanza sasa hivi na mazoezi ya mwili. Yes. Na ndio kitu ambacho tulianza nacho kwa sababu kuna mahali pameandikwa unaweza vipi kumwamini Mwenyezi Mungu ambaye haumuoni alafu jirani ambaye unamuona au share naye upendo, onesha hospitality. Sure, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitu ambacho kinaanza, kitu ambacho kinaonekana kwanza. First what you see, then you go to things that you can't. Hiyo manage nini sasa hiyo? Hiyo manage kwamba tunashare na majirani kwa namna gani? Sio frequency ambazo nataka kupanda. Tunashare upendo kwa maana love, hospitality, nazungumzia kitu kama hivyo. Yani mambo ya charity na nini. Yani ni kama ambavyo kabla hujatoa sadaka kanisani, anza na jirani yako ambaye analala njaa na nini. That is what I'm saying. Kwa hiyo tumeanza na mwili kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana. Yani rahisi watu wengi kuwaonesha na kuambia ni poa, huu ni ndomo. Yani tushatoka hapo. Sababu sisi ni watu ambao bado tunaweza tuka travel in spirit. Kwa hiyo kwa wale ambao wataboaliwa kuungana na sisi, sisi ni watu ambao tuna travel in spirit. Kwa wakati tukimaliza mazari ya physicality ya misuli na nini, tunaingia kwenye mental spirit na kwa tuna travel hivyo. Sure. Lakini kitu cha kuongezea kwenye hiyo uliosema kwamba kabla ya kutoa sadaka kanisani basi toe kwa jirani yako. Ni kweli, lakini sasa ukweli ambao unauma ni kwamba inatakiwa ufanye vyote. Yani so ile kwamba kuna mtu mwingine anasema mimi natoa sadaka kanisani peke yake. Kuna mtu mwingine anaweza kusema mimi natoa kwa. Na hakuna kimoja ambacho kina replace mwenzie. Yani kwamba sadaka ambayo unatakiwa utoe kwa Mungu ni kwa Mungu, na sadaka ambayo kama hivyo msaada na charity, the love that you must give to other people should be different. Kwa hiyo ni kama kuna 100%, kuna portion ambayo inatakiwa upeleke kwa watu na kuna portion ambayo inatakiwa upeleke kwa Mungu. Exactly, unachokizungumza kiko sawa. Na kuzungumzia issue ya watu, nilikuwa na swali kwamba hivi kwa nini unafikiria watu wengi sana umezungumzia issue ya kutembea kwenye frequencies za juu, frequencies za kiroho, lakini frequencies za mentality baada ya kutoka kwenye physical. Hivi kwa nini watu wengi sana huwa hawaamini kwamba kuna muunganiko mkubwa kati ya spirit pamoja na physical? Unahisi tatizo ni nini? Jambo la kwanza, nafikiri yangu achabu papa. Hivi vitu ni surrounding, yani mazingira, kwa sababu mwanadamu alipotekelezwa ajitengeneza kwa ajili ya kutawala na mazingira na kujua vitu ambavyo vinamzunguka na kuvihandle na kuvicontrol. Kwa hiyo kuna watu walikuja na program zao wakaamua watengeneze program ambazo zinaweza zikawatoa watu kiroho na kuweka kwenye mafikirio ama program ambazo au wale ambao wameziandaa. Na ndio hicho ambacho kimekuwa kitu huo watu wengi sana sasa hivi. Watu hawezi ku travel in frequency kwa sababu hawajazoea nyumbani kwao, hawajafundishwa. Yani hivyo vitu so yale yao. Umeelewa? Na wala ambao wanafanya vitu ndio watu ambao wanaweza kujitamani kitu kilichomo ndani yao wasi speak the thing so they know so. Ndio maana unaambiwa hivi, mlee mtoto katika njia impasayo na hata sawa atakapokuwa mzee, hata uzee. Kwa hiyo sasa zile spirit, kuna spirit ambazo zinakuzunguka na video usijue na uweze na wale. Hizo kwa striking spirit bwana, sitaki hichi kitu alafu kesho ukakiona kile ambacho kome kikataa kimali. Kwa ni uwezo kucontrol mazingira. Kwa hiyo watu wengi wanafeli kwa sababu ile tu wanaishi kwenye program ambazo ni za shule. Isemeshe asubuhi yako. Isemeshe asubuhi yako. Lakini mifumo wanakuambia
tega alamu uamshwe asubuhi. Kama wewe leo umeshindwa. Pia tusiende mbali watazamaji. Taidi kindakata. Nimechelewa dakika 3. Unajua mimi wasiamki na alarm huwa mimi na set frequency kwenye za alarm kwenye kichwa. So unajua imekaje kama hauamki kwa alarm then imetokea ukashinda kucheza kwenye zile frequency ambazo umezitangulia, maana yako umeshindwa kujicontrol. By the way, kama ulihisi kitu jana wakati tunakubaliana jana, mimi nilikuwa najua kabisa kwamba leo nitachelewa kwa. Kwa nini? Yaani niko kabisa na hisi hicho kitu kitatokea kwamba nitachelewa kuamka. Sasa sababu for the past 3 days nimekuwa nikichelewa kulala. Siku ya nyuma kule nilala saa 10, nikaja nikalala saa 9, nikaja nikalala saa 8, nikalala saa 9 kasoro. Kwa hiyo jana nimekuja nimelala kwenye saa 8 tena kasoro. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa najua kabisa, lakini still naamini hamna kilichoharibika. Na gepo fulani lili, lakini tumeswitch, mambo yameenda vizuri. Bila shaka watazamaji wazidi kujua kwamba kile unachokipanga mara nyingi huwa kinaenda kuwa. Huyu jamaa alikuwa anajua kwamba atachelewa kesho. Umeona? Matokeo yake ndo haya tumefocus. What things na kitu kinaanza spirit hivyo. Inaanza in spirit. Vitu ambavyo una reset akili yako hivyo hata hormone zinakuwa zinatengenezwa kwa ajili ya muda interval fulani ambao kufika zile hormone zinakustimulate wewe. Na ndo maana tunaambiwa ni kitu kibaya sana kuweza kusema negative kuhusu wewe mwenyewe. Kwa sababu hormone ni mwili wako, seli zako, kila kitu ya DNA yenyewe haijui kwamba unatania, haijui kama you are joking. Lakini pia kumbusha kabla hujaenda mbali. Hayo mambo ya kusema negative inategemea na uwezo wa wewe mwenyewe binafsi. Wewe waga ni mtu aina gani? Kuna watu waga wao wakisema jambo kilinapoa. Kwa sababu gani? Wanavyosema jambo wao wako connected kanisa mentality mpaka physically. Kwa hiyo akishazungumza kile kitu waga kinaenda kinarekebisha, kama ni mfumo wa neva kina sex kinakuwa vivyo hivyo. Ngoja nikwambie, kwa hiyo wewe ni mfano wa watu ambao wapo connected na hicho kitu. Ndio maana ulivyokuwa unawaza jana yametokea leo. Kuna mtu mwingine anaweza akasema negative lakini hakuna chochote kitakachotokea. Ulikoje hujanielewa huko, tushama huko ni sahihi. Ni kwamba tunavyokuwa tuna feel vitu kwenye spirit yetu, tunavyokuwa tunaviona vitu rohoni, ndio huwa vinakuwa hivyo. Na ndio maana kuna maandiko yanasema jinsi mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini nilichokuwa najaribu kuzungumzia hapa ni issue tofauti kidogo, ila ni on the same topic. Yani kwamba the way you speak negative on yourself. Unajua kuna mtu mwingine kama anaweza kawa anasema, unajua mimi siku nikija nikifanyaje nikifanikiwa. Ushaona those kind of people. Kuna watu wamekuwa kipost memes nyingi, na mimi nawaambia memes are very demonic. Yani hizi mnazoita meme ziko very demonic, kwa sababu kuna wanawake wengi sana hawatoolewa kwa sababu ya memes ambazo wanazipost. Exactly. Kuna watu hawawezi kuingia kwenye mahusiano ambayo wako serious kwa sababu ya memes wanazozipost. Exactly. Kuna watu hawawezi wakafanikiwa kwenye maisha kwa sababu ya memes wanazozipost. Tunarudi pale unavyo speak, maneno yanakuwa ni energy. Umeona? Na sorry nimalizie. Maneno yanakuwa ni energy, na unavyokuwa unayasema ni kama unajiingiza kwenye agano. Kwa hiyo zile ambazo wanakuwa wanasoma kila siku wanajipostia, manake tayari umesha ruhusu halali kwako, manake you are in a covenant na kile kitu. Na ndio maana kwenye lugha ya Kiingereza siku zote wanasema lugha ya Kiingereza ni miongoni mwa lugha ambazo is the most spiritual human language, au the most spiritual language spoken by men. Kwa sababu kila neno huwa linajielezea namna ambavyo lilivyo. Ndio maana wanakuambia kwa Kiingereza kuna spells. Sijui umeshaona spells maana yake nini? Mtu ana cast spells, kwamba mtu anakuwa amefanya kitu fulani, amechukua nguo yako, amechukua kitu fulani, alafu anasema tu maneno. Kwa anavyotamka yale maneno ananuizia, maana yake anavyotamka yale maneno kitu kinakuwa. It's the same thing na wewe unavyokuwa unajisema. Sasa hiyo ni mtu baki. Imagine wewe mwenyewe unasema kwamba mimi siwezi kufanikiwa, mimi siwezi kufanyaje. Na tunarudi kwenye issue ya vision, kwamba kama mtu hauoni kitu hakiwezi kikatokea la kikaa kwenye maisha yako. Kuna mtu anaweza akawa na expect aweze ku accomplish kitu fulani, lakini yeye akioni. Tunarudi kwenye level ya jinsi mtu ajiona hapa ndani nafsini mwake. Afu kuna kitu nitaka niongezee. Yes. Baba, watu wengi na hichi kitu mimi hata kwenye simu yangu naona wadada wengi sana yani wako manipulated na hizi mambo za memes na nini. Yafukuwa kuna wanaume wachache ambao na yeye pia wamekuwa na hizo tabia, lakini hizo wanaume nadhani ningeziacha tu, ningewaachia wenzetu. Lakini kitu kikubwa ni kwamba
hizi memes ziliandikwa na watu wenye uelewa mdogo wa chini, watu wenye raw frequency. Na wale walivyokuwa wanaandika wanaandika tu vitu sharp, ndio maana watu wengi wanavielewa. Na vitu ambavyo wanasema kufikiria ni jambo gumu, ndio maana wengi huwa hawafanyi. Na hauwezi kukuta wanaofikiria watu wenye maono makubwa wanaandika memes. Sure. Hata nikikuuliza ile labda memes ziliandikwa na nani, lakini kizungumzia labda kama kina Einstein, sasa hivyo utakuja na falsafa zao na mambo ambayo yazungumza labda kina Isaac Newton, mambo ya kwenye force ambao labda kwenye every reaction liko na opposite reactions, unajua vitu ambavyo vinakuwa applied mpaka kwenye ulimwengu wa kimwili na kiroho na kabisa. Lakini memes zinaandikwa tu kwa ajili ya watu, wanaandikwa yani ni kwa ajili ya watu wenye frequency za chini, na wanaoandika ni wale watu. Na ndio maana memes ukifuatilia hata wewe kwenye simu yako, mtu ambaye unajua ana mafikiriwa makubwa uwezo ukamputa umeona. Labda sana memes zake au memes zake ambazo utaona amepost labda ni quote au motivation, ni zile quotes. Sasa hizo sio memes, hizo ni quotation hizo za. Na ndio hapo tunasema kwamba mtu ambaye anakuwa yuko kwenye frequency za juu, maana yake akipost meme labda amepost ku motivate watu au ufanye kitu labda kinafurahisha mtu. Ukimkuta labda vinafurahisha labda kwamba let us have some fun, au unakuta kuna watu wenye uelewa wa juu wanataka kuwatesa wenye uelewa wa chini, wanaandikia vile vitu kwa ajili ya kuwapotosha, si unaelewa? Wajione kama wako sawa, kwa kuwagandamiza na kuwatengenezea program ambazo zinakuwa zinawaua. Na ndio maana vidada vingi utavikuta si nini mimi usiponisalimia sikusalimii. Unajua na unajua mtu unapokuwa kuna kitu kinaitwa affirmation. The way ambavyo unakuwa unajiaffirm kila siku ndio the way ambavyo utakuwa. Kivipi? The way unavyokuwa una speak kila siku. Ndio maana kuna wale watu wa like watu wa issues za psychology na nini, huwa wana therapy, huwa wanawasaidia watu, wanaambia wao, wanasema words of affirmation. Na wengine pia wanatumia spirituality kufanya affirmation. Kwamba you wake up early in the morning, then you say I'm the best na vitu kama hizo. Kwa unavyokuwa una speak good juu yako ndio unavyokuwa. Lakini mtu mwingine wanaume wanawake wanaume ni mbwa, wanawake wote, yani you feel me, inakuja kuwa ni tatizo. Na tukirudi kwenye issue ya memes, ukisoma maandiko sawa, soma Mithali mstari wa kwanza kabisa pale. Mstari wa kwanza kabisa Mithali inaanza, kitabu ambacho ni wisdom, tunapata busara na hekima mbele. Ukisoma mstari wa kwanza utaona msikae barazani mwa mockeries. Maana yake msikae katika baraza, yani msikae pamoja sehemu ambapo watu wanafanya mizaha. Alafu mtu anaweza akasema kwamba we just having fun. Kuna tofauti kati ya kuenjoy, kuna tofauti kati ya kuhave fun, na kuna tofauti kati ya kufanya mzaha na mockery. Kwa sababu siku zote mockery huwa inakuwa ina sababu yake, na most of the part ya mockery is demonic, kuweza kumwangusha mtu au si. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba kwenye ku have fun ni mara chache sana ambapo watu wanakuwa wanamkufuru Mungu. Lakini kwenye mockery always they use it to mock God. Kwa mockery siku zote imekaa in a demonic way. Mtu mwingine anasema kwa tusicheke, tusifanyaje? Na sijasema kwamba usi have fun, sijasema kwamba mtu asiweze kufanya jokes and kind of stuff, kwa sababu jokes huwa zinakuwa ni kama in the ears of the listener, kwamba yule mtu anaweza kukiperceive kitu na akakielewa na kikawa kinafurahisha. Lakini mockery inakuwa ina utofauti wake, kuna lengo nyuma la kiroho ambalo linakuwa lipo kwa ajili ya kuweza kumwangusha mtu, lipo kwa ajili ya kumdistract. Hapo nazungumzia sasa kama kiongozi wa mambo ya spirit na nini, inabidi pia watu wajue kwamba naye pia ni mwalimu wa spirit. Vitu kama hii kumepish, sio kuvijua tu au kuvisoma. For fans iwenye kwamba tuko na huyu jamaa naye ana mabua. Usifanyia diausi. Tagaya pata time na nini, fuatilie. Unajua kuna hii dunia kuna watu wana vitu vingi sana, labda pengine wao hawajafika au hawajakutana na watu ambao wanawahitaji wao express pale vitu ambavyo wanapata yao. Kwa hiyo wanapokutana, kwa mfano kama mimi na jamaa, tuna mengi sana kuzungumza, na hii podcast kama tukiamua kuifanya, labda tutaweza tukaifanya hata kaka nini mpaka 2030 tukakaa hapa, majani yakakauka, snow ikashuka hivi. Kuna gonga na stombe snow sometimes na kwa lakini so sana kukawa na ukungu na nini, changes seasons zikabadilika sana. Watu hawajui. Tunaweza
tukatengeneza sisi ni watu ambao tunaweza tukasema tusiye njaa kwa siku 5 siku 5 6 hivi tukakaa tu hapa, lakini kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo tukasaidia watu wengine, ndio maana tunahitaji kuondoka kwenye podcast, tunaenda behind the camera. Sure. Tunaweza tukafanya vitu vingine. Kwa hiyo kula sisi sio swala zito sana. Si priority sana. Priority. Tuna vitu vingi vya kufanya, jamaa tupifanye. Labda sema tu kwa sababu tunatumia device ambazo tunahitaji labda kwa muda mwingine kuchaji tuweze katuangusha. Na kwenye hiyo kitu ambao umezungumzia hapo ya kusema kwamba chakula sio priority kwetu. Nikumbuka kitu. Unajua watu wengi sana huwa wanakuwa wamefunganishwa kwenye naweza kusema kwenye boksi la ulafi. Kwa sababu kwenye maisha if you don't need something, yani kama kitu hauna uhitaji nacho au hauna matumizi nacho, maana yake cha nini sasa kuwa nacho? Umeona? Ndio maana Bob Marley kuna interview yake moja hivi maarufu, akaulizwa kwamba unamiliki dola kiasi gani? Tajiri wako labda unaweza ukasema ni approximately dola za Kimarekani kiasi gani? Akasema kwamba ukiwa na dola kiasi gani ni utajiri? Akamuuliza yule mtangazaji. Akamwambia mimi sidhani kama kuweza kuwa na possession is like chumvi. Najua linanipiga sana. Sidhani kama kuwa na possession hizi kwamba ni kitu ambacho Life Asili podcast tupo kiasili au unahitaji kujisafisha bila kupeleka kamera. Tumekafiria tumeka sisi watu nacho, ndio maana au mnaona hiyo nukupa tu na mili pao na nini. Na kuna by the way, ngoja nimalizie issue ya Bob Marley tuzungumzie majani. Maana si kila kitu ni mada ndefu. Hatuwezi kumaliza. Sasa tukiongea kitu tunaacha vingine, mtamalizia nyinyi. Tutaambia siku nyingine au mkivitaka mzungumzie jambo mtatuambia bwana. Wenyewe majamaa tunataka sasa hivi mzungumzie tu hapa hii hadi na nini. Chochote kile ambacho mnaweza mkasema sisi tunaweza kukifreestyle tu. Tunatoa sasa wito kabla tuendelea na jamaa kuzungumzia swala la Bob Marley na nini. Na tunatoa dia upo wale so mnaona sisi tunaweza kuzungumzia mambo fulani. Sisi hatuogopi. Ni kama alivyosema Bruce Lee kwamba we are announcing challenge, we need challenge. Popote pale ambapo tutakutana, chochote kile ambacho mtataka tuzungumze, popote muda wowote tutakapokutana, Life Asili podcast tuko tayari kwamba popote tutakapokutana, wewe ukiwa na mada tunaweka chini, tunawasha kamera, tuna shoot na tuna discuss whatever it is. Na sisi labda tu tuambie watu wanaweza kuwa wanatuona kama labda majamaa tushibana nini. Tuambie kwamba hatujashiba, tumetoka tizi, hatujala jana jioni, hatujala bila shaka. Tumeachana sign ya fasting juzi. Lakini bado tunafanya mazoezi na kuna mtu ana skip mazoezi kwa sababu anaogopa njaa na vitu kama hivyo, uchovu umemipo. Sisi hizo level tushatoka. Tunatoa wito, sisi hatujashiba. Tunaongelea kitu chochote ambacho nyie itotaka tuzungumzie, tunazungumzia. Swala la watu si kufanya nini, watu wametekwa, wamepotea. Zungumzie mikataba ya nini. Tutaenda kutafuta reference ambazo nyinyi mnazitaka kwa sababu pia uwezo tunao. Hakuna kitu kushia. Hakuna kitu chochote ambacho tunashindwa kuweza na sisi tunajua tutakufa lini. Kwa hiyo sisi tunajua inabidi tufanye nini ili tufe. Yaani kwenye hii dunia tunajua inabidi tufanye nini ili tufe kwa sababu ishamaliza kusudi lako unakufa. Sasa unafanya nini? Kwa sababu kitu cha msingi sana. Okay. Tuende kwenye kwa Bob Marley, turudi kwenye ile ya kwanza hicho chengine. Tutakuja kukimalizia. Kwa hiyo Bob Marley akasema kwamba mimi richness ambayo mimi ninayo ni life. Akasema utajiri mkubwa ambao mtu yote anaweza kawa nao ni maisha. Na ukitazama ni kweli, na hivi vitu vinakuja vina connect na kitu ambacho tulikuwa tumekiachia njiani hapo mwisho. Kwamba kuna faida gani kama hauishi ile kusudi ambalo Mungu amekuumba uweze kuliishi. Kwa sababu kwenye maisha kila mtu anapewa kusudi. Na huu ndo uongo ambao watu wengi wameambiwa na kuweza kupotezwa kwamba fulani tu ndo ana kusudi, fulani tu ndo ana. Kila mtu, hakuna mtu yote ambaye ameumbwa na Mungu ambaye hana kusudi na hana kitu kilichowekwa ndani yake. Ila tu ni ile kupumbazwa ili kuweza kuwa manipulated, ili kuweza kuwa controlled. Ndio maana kuna watu fulani wajanja wanaweza kuwafuruga watu na kuweza kuwaweka chini ya mwongozo fulani, umeona? Na hii sizungumzii kwamba kusiwe na guidance. Hii nazungumzia ni kwamba kuwe na ukweli na watu waweze kuvitoa vile ambavyo wako navyo, kwa sababu kuna watu wanakuja na wanaweza kuondoka. I have a friend of mine, ni mwandishi, ana makala yake moja aliandika, anasema hivi, anasema the treasure in the graveyard
Umeona? Kwamba utajiri mkubwa ambao upo katika makaburi, katika viwanja vya makaburi, umeona? Kwa hiyo mimi nahisi utajiri mkubwa sana ni maisha, lakini vitu vingine vyovyote ni je, una matumizi nayo? Okay, you want iPhone 17, una mahitaji nayo? Unaweza ukaitumia? Do you at least can you utilize that property ambayo unaitaka kwa at least 50%? Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akawa anatumia iPhone 17 Pro Max, lakini matumizi yake hata angekuwa na iPhone 13 tu ingetosha na bado asingemaliza. Sisi wanasema hizo features wale walipokuwa wanatengeneza zile features walikuwa wanaziandaa kwa ajili ya watu ambao wanaweza wakatumia vile vitu ambavyo wanaviandaa, warudishe na feedback kwa ajili ya development na vitu kama hizo. Sasa watu wanakimbia tu, labda nahitaji kusikia sound, kujishuti tu. Yes, so kitu kibaya, lakini pia jifunze pia kwenda beyond. There is a limits. Unasema okay, mimi nataka nimiliki labda dola bilioni 1. Mungu akikuuliza kwenye bajeti dola bilioni 1 na ukaifanyia nini na matumizi nayo gani na padi gani na credit gani za kuweza kufanyia? Hauna. Si umeshaona kwa watu wamekuwa wakijikuta wengi wapo katika ulafi wa kutaka kujilimbikizia umimi ule kwamba kwangu. Ndio maana kuna watu they don't use ile kwamba I and you. Wanatumia I and I, lakini kuna wengine wanatumia us, sisi. Umeona? Na niwakumbushe tu, kuna jamaa mmoja kwa watu ambao wamezoea kwenda Tunduma hivi. Kuna jamaa mmoja labda anaitwa Dita, kama mchungaji, unajua wale wachungaji anapenda pia basi bwana ni mchungaji na nini. Yule jamaa anasema kwamba wewe unataka semi unapaki. Yani unaweza kuitarize ile semi, una sehemu pa kuifanyia service, una sehemu pa kuicontrol na madereva, una pia yadi. So unataka tu vitu ambavyo vinakuwa beyond ya wewe na itaharibika, then utaanza kulaumu. Na hata kama you don't have those things, basi uwe navyo kichwani, uwe na plan ya kujua kwamba nitachezeshaje. At least umeshawahi hata kufikiria kwamba nitachezeshaje ili niweze tunarudi pale kwamba kitu chochote ambavyo unakiona, the vision you see, utofauti kati ya vision na sight ni kwamba macho ya nyama huwa tunaona ambacho kipo hapa, lakini vision huwa inatuonyesha maono beyond. Yani ni sana tunafumba macho ili tuweze kuona. Kwa tunapofumba macho ili tuweze kuona, tunaona vitu vya mbeleni sana. Tunaona vitu vya kesho, vya kesho kutwa. Tunaona vitu vya 10 years. Tunaona vitu. Sasa una vision kuhusu kile ambacho unakitaka. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, panueni boma zenu. Au japanua boma, unataka uongezewe vitu. Wewe ujiputwa. Ukisikia kupanua boma wanajua wanataka kutekeleza usio wapanue na nini. Obele vitu vingine viandikavyo kwa ajili ya kupanua uelewa wigo. Wala utamwengu wa roho kuna package, you have to pass specs. Kwa hiyo panua wigo wako, usikubali mstiki ile frequency ya chini au kwenye kitu moja ambalo kikiwa, kwa sababu ukisoma vizuri au ukifuatilia hata vitu vingine vya uyo utakuta hata mbingu zenyewe ziko pingo si kama mbingu ya 7 si mbingu ya kadi. Na mtu mwingine akiambia mbingu za 7 anahisi ni kama akiwa anatoka Tanzania anaenda China. Vitu vimejipanga yani kama kwenye physics. Pale kuna properties ni kama unavyosema, hapa kuna ionosphere, kuna troposphere, hapo kuna troposphere, kuna tropopause, mabondi. Sasa hayo mageti kwa inabidi uwe na uwezo wa kuzivuka zile ngambo. Na ndio maana tunaambiwa kwamba okay, tunapoambia panue boma pia tunakuwa tuna directiwa kama ulivyosema kwamba uelewa wako panuke, maana yako ushaweza kulitafakari lile neno tupanua boma yako. Uelewa wako ukipanuka, maana yake tayari umeshapanua boma yako. Kwamba you have increased the capacity, increase your ability, ili uweze kufanyaje, ili uweze kuweza kukea vitu vingi zaidi. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, mwenye nacho ataongezewa, lakini asiye nacho hata kile kidogo alicho nacho atapokonywa. Sasa mtu mwingine anaweza kaona mbona hili kama limekaa kinyonyaji hivi kama kibaga, lakini tukisoma kwenye I think it's John 15 tutaona pale kwamba Yesu anazungumzia, anasema kwamba mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima. Alafu anasema nyie ni matawi, na tawi lolote lile ambalo litazaa mimi nitalisafisha ili liweze kuzaa sana. Anazungumzia kwamba tawi lizae kwanza, so kwamba tawi lisafishwe ili lizae. Inatakiwa tawi lizae kwanza, alafu ile tawi likishazaa kwanza yeye ndo atalisafisha ili liweze kuzaa sana, ambacho hicho kitu kinakuwa kinafanana na kitu hicho ambacho tunakisema kwamba mwenye nacho atazidishiwa. Na tunarudi pia inakuwa inafanana na kile kitu cha talanta, kwamba
mmoja alipewa 5, mwingine akapewa 10, mwingine akapewa ngapi, mwingine akapewa 2 sijui. Kwa yule alokuwa na nyingi, yule alokuwa na moja akaenda kuificha, alipokonywa ile ya kwake. Sawa, alipokonywa ile ya kwake akapewa yule mwenye nyingi. Manake ni mwenye nacho atazikishu. Sasa hilo jambo lote linamaanisha nini? Linamaanisha hichi kitu nilichokuwa nakizungumzia mwanzo kwamba hakuna binadamu yoyote, hakuna mtu yoyote ambaye ameumbwa ambaye amekuja kama empty vessel. Hakuna mtu yoyote ambaye ameumbwa akaja kwenye ulimwengu kama empty vessel. Kila mtu kuna kitu amekuja nacho. Sasa hicho ulichokuja nacho ndio unatakiwa uweze kukitumia ili uweze kuzidishia. Ndio hicho mwenye nacho. Lakini kama wewe ukiweza kukineglect kile ambacho uko nacho, maana yake hauwezi ukazidishiwa. Na kama hauwezi ukazidishiwa, maana yake kile ulicho nacho pia unakipoteza. Yeah. Hapo cha kuelezea. Yani wewe unataka wewe uwe productive. Yani ulimwengu jamaa mmoja alisema nadhani kama source of thought. Alisema the world does not eat no copies. Sure, huwa hutaki copy tena. Sasa kwamba mimi nataka niwe kama Drake, nataka niwe kama Yesu, nataka niwe kama naye. Kuna watu wanaweza waka-inspire wewe, waka-reflect ile kitu ambacho kilichomo ndani anafikia hapo ukafanya. Ndio maana tukirudi sasa kwenye lile swali sokumzia sawa, ni kwamba kwenye huyo mfano ingependeza bwana yake preface. Kuna kitu Simba tufudi kwenye ule msabihi ine kwenye original kwenye hii kwa follow mimi nikipanda ostir mimi huo mti nikupanda na natarajia nitapata matunda mazuri ambao yanaweza kanipa kupita au mimi nitafurahia kuona enjoy ni baduli po ya yani unapita hivi yema mpaka nini ya TV so kupish yani pengine nafurahia, yani wewe ndo lao sasa, yani unatoa kitu na unamwambia sometimes hata usikupenda rebound, lakini you are showing love no rebound and expect iko hivi ule mtu ikiwa kadra alafu ukiona sielewe unakauka na ukata. Ukiona huo mti unaiva matunda mazuri, yale matunda mazuri kia na nyakuwa, maana yake ni kila kitu kinakuwa kwenye destination, lakini kinakuwa ni kwa destination ya aina gani? Wewe usika wewe, yani iko hivi wewe kile kitu ambacho ulicho nacho ndani ya moyo wako. Mungu atupoona unataka unaniforce mimi ndo nakuwa kama sasa baba yako na kuona niija kila kitu na follow ni anakunyakua kwa sababu yani mimi tayari nipo, alafu unataka kunitengeneza mimi mwingine copy. You're trying to create the clones. Unataka utengeneze sasa ndo yale majani kwa wewe mwanangu, unaona mimi nilitegemea utakuwa mtu fulani utaki extract kile kitu ambacho nilikuwa nimekuweka kwako, ila naona kama umeshindwa kwa mimi na kunyakua na ndo maana umemalizia the verse ambayo inaendelea pale kwamba anasema tawi ambalo alitozaa yeye atalikata na kulitupa, alafu baadaye ile tawi linatokea nini? Ile tawi litakauka, likishakauka na kunyauka kuna watu watakuja atalikusanya, alafu watatia kideriti, imeisha hiyo. Na hicho nilichosema ni kweli kabisa. Nimekumbuka kuna quote moja Galileo aliwahi kusema. Galileo Galilei alisema hatuwafundishi watu vitu, ila tunawapa mwanga ili watu waweze kuona ndani mwao kuna nini. Na ndio maana wanasayansi wengi sana ambao walikuwa wanazungumza ukweli na wanasayansi wengi ambao walikuwa wanaweza kuconnect kuhusu Mungu pamoja na sayansi walikuwa wanapigwa vita kwa sababu ya agenda fulani fulani. Walikuwa wanaweza kuconnect kati ya Mungu na sayansi kama wakina Nikola Tesla, kina Galileo. Kuna vitu ambapo katikati vilikuwa vina na hicho kitu wanataka waweze kudisconnect ili watu wasiweze kuamini, waone kwamba sayansi ni sayansi. Hivi vitu ambavyo viko hiyo. Yaani Mungu kaumba kila kitu, mawingu he painted and everything. Alafu mtu anakuambia okay, upepo sasa unapuliza majani yanatingishika au si? Upepo umetoka wapi? Mtu anakuambia bado Mungu huwezi ukaunganisha, huwezi haiwezekani. Huo ni uongo mbaya na uelewa mdogo wa uelewa. Umeona kwa sababu gani? Ukifikiria hii energy imetoka wapi, lazima kuna source. Okay, tukizungumzia issue ya twende sasa, kabla tujaenda mbali kwenye energy, umezungumza kitu kizuri sawa, na kile kitu ulichokisema tuwahi kuzungumza Galileo, hebu usema pia Albert Einstein alisema kwamba education is nasema ni education. Hapo sasa tunazungumza na watu wa linguistic na nyewe wanatusaidia, sio na kaka tunatuangalia afu tunasema linguistic push chochote. Sisi watu wa lugha, sio watu wa lugha. Sisi tunajaribu communicate, tunamwaga. Sasa sisi tunaweza tukaamua hata kutelepath, tunatumia lugha hizi tuweze kuelewana. Na pia mkitaka mkishindwa nyewe watu wa linguistic tunakuja hata huko kwa tunawafuata. Aliye kusema kwamba education is not the learning of many facts. It's the training of mind to think.
Yani wewe vile vitu ambavyo wao wamewahi kuvifikiria waliviandika, na wewe vilivyofanya ufikirie uende beyond. Na kwa maana jamaa alianzishaga Mendeleev, alianzishaga periodic table akaishia njia yake. Wana akasema hapana, lazima tufai, wakaleta ile modern periodic table. Majamaa wakaenda mbali, wakaleta ma element kama arsenic, nini yale mazagazaga ya maskani, mazagazaga kina radioactive element, uranium manini. Sasa ndio tunahitaji sasa na nyinyi mwe mnakuwa hivyo. Sasa tunatoa wito, sisi ni watu wa wito, sisi ni watu wa wito. Kwa wanasema kijumbe au wao Swahili, sisi tunatoa messenger never die, tunatoa wito. Kwa nyinyi msione tu you listen, mwenye masikio na asikie aweze kufanyia kazi. Na usiposikiliza unakufa. Yani ndio kwa tipo kwenye ile neno nakwambia wewe, Mungu akikuona wewe hauwezi ukalitimiza kusudi lake, anakuua. Ndio maana kuna watu wanakufa kabla ya muda wao hajaisha. Kwa sababu gani? Mungu anaona kabisa huyu jamaa naona huu mchongo hata umaliza. Kwa ataendelea tu kuniharibia vitu vyangu vingine. Na mtu siku zote huwa anabarikiwa kwenye njia yake, amen. Na kitu kingine unaweza ukalimaliza pia kusudi lako ukachukuliwa. Sasa ndio ile kusudi ambalo Mwenyezi Mungu unajua kwenye lile neno kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa, lile neno sio kwa watu wote. Yani lile ni neno ambalo lilitengenezwa kwa watu ambao wamemaliza imani, wamelinda, yani kuilinda imani. Tukitoka kwa Paulo alipomaliza kwamba nimemaliza, nimepigana vita jamali kijana. Yani tunarudi sasa, tuachane na mambo ya kwenye Biblia. Yani ile ni Biblia, yani ni kitabu cha Biblia ama maandiko mengine ya matakatifu. Sasa vitu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya watu waweze kufikiria, wana uelewa mkubwa wa kiroho na kimwili. Sasa kwa vile vitu vingine unaweza tukiachana masuala ya Ukristo na nini, ni kitu ambacho kinakuja kwenye uhalisia hata kwenye ulimwengu wa kimwili. Sasa wa kawaida tunarudi kwa wapagani na watu wenye imani zingine kama mabuda na nini, tuko neutral. Sasa iko hivi kwa neno kama lile pale, ni kwamba kwa wale watu ambao wanakuwa wamemaliza mission yao, they have to die. Sasa yani wewe ukimaliza ndio ile tunda jema linanyakuliwa shambani. Sasa lakini ukiona huyu mtu ananizalia wadudu wa nini, utaniharibia, kwa hiyo unaukata. Kwa hiyo ukimaliza kusudi lako wewe unachukuliwa kama tunda jema. Na ndio mali neno la kwamba wewe Bwana ametoa na Bwana ametoa, ile neno la Bwana ambao wanajivunia majemedari wake waliomaliza vita wakalinda imani yao. Na ndio maana zingine zikitumika hii ujue kuna watu wanafarijiana, uchezeshaji fulani, kuna uchezeshaji hapa hujawekwa sawa. Watu mmemnyakua nyie, ndio mmemnyakua, mmeficha uvunguni hapo, mnasema Bwana ametoa. Sasa na pale kuna watu wengine wana hiyo michezo, waga wanawabeba, siku zao zikifika wanakufa kweli, lakini wanakuta kuna sehemu wanaenda. Au ndio kuna watu wanachukuliwa misukule potential yake, kwa sababu wewe umeshindwa kujiona una nini ndani yako, umeshindwa kuconnect na ambaye amekuumba, ambaye amekupa hicho kitu ndani yako. Kwa wao wanachukua kile ambacho uko nacho wanakitumia, wanakubeba. A lot of people wako siku hizi watu wengi sana wako wanatafuta vitu ambavyo hawana na wanavitamani vitu ambavyo hawana. Lakini kitu cha kuchekesha ni nini? Tumeshapewa vitu na tumekuja na vitu ambavyo tunaweza tukavitumia. Yani vitu ambavyo tunavyo, tuna uwezo kuvitumia kupata ambavyo hatuna. Tayari tumeshapewa na Mungu. Tayari kila mtu anacho kitu ndani yake. Na umezungumzia kuhusu tukitoka kwenye Biblia na nini. Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Issue ya Mungu na issue ya ukweli ndio kitu ambacho nasema kwamba watu wengi wanashindwa kuweza kuishi sawa sawa au kuweza kufuatana na kile ambacho Mungu anakitaka. Kwa sababu gani? Sababu tayari wameshadanganywa na hawaamini kwamba ulimwengu wa nyama na ulimwengu wa roho ni kitu ambacho kimeambatana. Umeona? Kwa watu wanahisi kwamba labda dini ni tu kwamba ukiwa dini ni kwa ajili ya kukuonyesha mwanga, au sio? Kwenye lugha rahisi sasa watu ambao wanazungumzia dini, lakini ukiniuliza mimi nitakwambia mimi sio mtu wa dini. Lakini mtu ambaye nafuata njia ya kweli, ni mtu ambaye namfuata Mungu, nataka nimjue. Na hata ukifuatilia vizuri, sawa, Biblia iko kwa ajili ya kukuweka wewe karibu na Mungu. Na sio kwa ajili ya kukufanya tu uwe mtu wa namna fulani labda au uwe assimilated uweze sio kukufanya zoba. Wewe unaona kama unawafika, sio kukufanya zoba. Yani ni kufanya wewe active. Yani ndio maana dini kwamba dini, definition ya dini ni njia ya kumtafuta Mungu, a way to find God. Yani ndio iko hivyo. Na God ni ukweli, the truth is that gonna set you free. Lakini mbona kama ukiniuliza mimi naamini kwenye Ukristo. Nitakwambia Ukristo sio dini. Na njia. Hapana. Sio the way of life. Ndio njia sasa ya kutafuta ukweli. Kwa sababu gani? Ukirudi sasa kwa Galileo ni kwamba hata kwenye dini, hata kwenye Ukristo, kitu ambacho wamekifocus ilikuwa ni truth. Yani ukweli, jinsi ya wewe kukufanya
Na ndio maana watu wengi ujue Yesu alikuwa wamuelewi kwa sababu gani? Ni mtu ambaye alikuja akavunja maagano ambayo watu walikuwa wanafanya kwa mazoea. Akawaambia nyinyi mmezoea kula mmenawa mikono na nini mpaka humu. Unajua tamaduni za Wayahudi na nini. Jamaa akasemaje, nyinyi mnasema hivi vyakula vinatia unajisi kama hujana. Anasema hiyo sio unajisi, labda pengine ulikuwa kuna mlipuko wa magonjwa kama tausi kipindi kile by then, ndio maana watu ilibidi wananaa. Ndio maana jamaa aliziweka kama sheria zingine, akawa nadhani hata Musa mwenyewe kuna sheria zingine alikuwa anaziweka kwa ajili, alikuwa anajua zingine toa kwa mafikirio yake na uwezo ambao amepewa na Mwenyezi Mungu. Na wala alikuwa anaamini kila kitu kinatoka kwa Mungu. Umeona? Sasa kuna vitu ambavyo maana hata Torati inaitwa ni Torati la Musa, sio la Mungu. Umeona? Ndio maana jamaa alivyokuja akawa anasema issue sio vyakula nyinyi mnavyosema nyinyi vitakutia unajisi, kitu ambavyo something within you inavyokutoka wewe ulafi kinatoka roho ya uzizi, hayo ndo nakutia wewe unajisi. Sasa kwa kujaza nafsi yako. Sasa jamaa alikuwa anakuja kufaulu umefichwa pale nini, na ndio maana nikasema kwamba Ukristo sio dini, kwa sababu tukiweza kuclassify vizuri hata kati na Yesu dini zilikuwepo, na dini tunasema ni njia, si ndio? Ni njia. Maana yake kama dini ni njia, basi Ukristo sio dini, kwa sababu kwa mtu anayeamini katika Ukristo njia ni Yesu. Njia ni Yesu. Ukristo sio njia. Kwa njia ni Yesu. Kwa hiyo ukishasema Ukristo ni njia, maana yake hautofocus kwa Yesu. Sijui umeshaona? Hautofocus kwa Yesu. Maana yake utafocus kwenye njia. Na ndio maana tunaona hata kwenye issue ya wakati Musa yupo jangwani na wana wa Israeli leo njia inahitaji pia agent, yani inahitaji kiongozi. Sawa. Yesu ni kama kiongozi wa hiyo njia. Ngoja nimalizie. Ndio maana wakati wako jangwani wana wa Israeli kuna sehemu walivamiwa na nyoka, au si? Nyoka wakawa wanawagusa, au si? Musa akaambiwa tengeneze nyoka wa shaba. Yule nyoka wa shaba akanyanyuliwa. Alafu kila mtu ambaye aliweza kufocus kwa yule nyoka wa shaba, basi yule mtu alipona. Lakini kila ambaye alikuepesha macho alikufa. Sijui umeshaona? Maana yake ni nini? Maana yake ni where do you put your focus? Kwa sababu kisha sema issue ya religion, dini huwa zinakuwa zinaambatanishwa na culture. Yaani ushasema dini lazima itakuwa imeambatanishwa na culture. Kwa ile culture ambayo inakuwa imeambatanishwa huwa inatengeneza doctrine fulani. Ile doctrine fulani huwa inakuja kutengeneza mazoea fulani. Kwa hiyo maana yake itakuwa inahitaji watu kila baada ya muda fulani kuweze kuwe na revive. Sijui umeshaona? Kuweze kuwe na revival ya kuweza tena kuwarudisha watu kwenye mstari. Maana yake ni nini? Ndio hiyo unasema kwamba kila njia inahitaji kiongozi. Ni kweli, kila njia inahitaji kiongozi, lakini kama kweli kuna njia ambayo imetengenezwa kuanzia tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, alafu ile njia tukaweza kuifocus na kuitolea macho moja kwa moja, maana yake tutakuwa hatuhitaji sana kuweza kuambatana na culture. Maana yake ni nini? Maana yake tutakuwa tuna uwezo ku direct macho yetu moja kwa moja kwenye spirit, na tukaweza tukaambatanisha na ile lengo la Mungu ambalo anataka tulifanye. Anataka tufanye nini? Anataka tutende nini? Leo anataka niseme nini? Mimi ameniumba kwa sababu ipi? Ndio tunarudi kwenye kile kitu kilichokuwa nakisema kwamba mtu yote ambaye haishi kusudi lake ni bora afe. Kwa sababu kuishi miaka 100, kuishi miaka 200 sio lengo. Mungu anataka uishi miaka mingapi? Mungu amekutuma uishi miaka mingapi? Tunamzungumzia Jesus sasa hivi. Jesus amekufa na miaka mingapi? Chache, hata 40 afikisha 40, 30 na chafu. Sikimeshona? Hata 8 nadhani. Lakini mpaka leo 2000 years we still remember him. Unamkumbuka. Lakini kuna watu wamefariki juzi tu miaka ya 90 au sio? Lakini wengine wamefariki miaka ya 60 labda 50 wakati wanapambania uhuru wa nchi yetu. Lakini we don't remember them. Kwa issue ni nini? Issue ni kuweza, watu wengi wanaambiana hivi, live your life to the fullest, au sio? Do what makes you happy. Really? Sawa. Tunaweza tukafanya vitu ambavyo vinatupa furaha. Tunaweza tukafanya like hiyo to live to the fullest, lakini what do you live for to the fullest? Mimi naweza nikaongezea nikaambia watu kwamba live your purpose to the fullest. Hicho ndio kitu cha msingi. Lakini sio kuishi ile ya kwamba kitu kingine hapo penyewe fresh. Kuna watu wanawa inspire watu au wana motivate watu kwenye ndoto zao, wale majamaa, na watu wanashindwa kuelewa kwamba huyu jamaa yeye kumbe anachokisema yeye ndo ndoto yake. Kwa hiyo unajikuta mnamfuata jamaa kwenye ndoto yake. Na siku zote kama ulivyokuwa unasema kwamba kwenye njia, au sio? Siku zote unavyokuwa unafuata footstep za mtu yoyote, au sio? Inatakiwa kwanza yeye akanyage sehemu ili wewe uje ukanyage pia. Hauwezi ukawa unazungumzia issue za kutengeneza copy nyingi na duplicate. Hauwezi
hauwezi ukawa bora kuliko mtu ambaye unamkopi. Yeah. Utasubiri aweze kuinnovate kitu kipya ili aweze Ndio maana tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wanaamini kwamba watu ambao waligundua vitu ni wakina Isaac Newton zamani. Sasa hivi hatuna watu na mifumo sasa hivi ndio ipo kwa ajili ya kuwatengeneza nyinyi kuwa mazoba. Yani wewe sasa hivi ukimaliza, wewe sasa hivi unaona kwa mfano kizaa katoto kako wewe labda dada kaka ambao umeshafika kwenye maturity stage, ni kwamba wewe katoto kako anakapeleka tu shule kasome kamalize form 4 kaende chuo hii. Yani haujui hata katoto kale ni kana ndoto gani, kana shida gani, wewe hauelewi, hamna communication. Sasa pale ni kwamba unamdisconnect mtoto kwenye ile natural nature. Sasa unamconnect yeye kwenye uwezo wake wa kiasili, na ndio maana leo tumeanza sisi wenyewe hao mambo tumeshapita. Umeona? Ukiuliza huyu jamaa na profession, mimi pia na profession, lakini kuna vitu ambavyo viko ndani yetu tuwezi kuviacha. Haijalishi no time. Unajua kuna majamaa fulani, kumbe hata wale majamaa hawakutakiwa kusafiri miaka 40 jangwani. Na safari ile ilibidi wangeanza mapema. Walikuwa hawajui, lakini sio kitu kibaya kama wamesanuka, inabidi wafanye jambo wakafanya. Sure. Umeona? Kwa hata sisi tupo kwa ajili ya kuamsha pia watu na kuwakumbusha kwamba they have some purpose within themselves. Umeona? Everybody got the purpose inside themselves. Yani iko hivi, niweke tu kwa lugha nyepesi au ya kishikaki. Yani Mungu sio mshamba kiasi hicho. Yani anatengeneza tu mwanadamu. Anatengeneza eti makopo, anatengeneza makopo kwamba wewe ukae tu usikize street lights nani, usikize nani ndio uamue maisha yako wewe, haiwezekani. Na kila kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu ametuleta kwenye hii dunia ama kwenye hii sayari, kwa sayari zingine uko duniani, yapo masayari mengine na viumbe vingine, ya alipokuwa anafanya alijua hichi kiumbe ili kiexist inabidi kiwe kinafanya jambo fulani, sitofanya kinakuwa kitumwa. Umeona? Ndio maana tunakuja sasa kwenye ile jamaa la Mekizim anasema kwamba if you disuse ile kitu kina disintegrate, kinapotea, ina become weak. Ndio maana kwamba wewe ukishindwa kujua ile purpose ya nafsi iliyo ndani mwako, wewe unakuwa ombaomba, unakuwa mtumwa. Ndio maana watu wana uwezo tu, pamoja na maspizo yao, pamoja na vilema vyao, pamoja na changamoto zao, saa wameshindwa kuvitumia ama kupai kile kitu ambacho patia nafsi kila. Ndio maana option ya kwanza na kutubilia tu kuombaomba. Hata hii mfano ni wale ambao wako na nguvu sana kwenye dunia. Kuna story moja huwa inanishangaza sana kwenye Biblia kuhusu wajemedari mmoja hivi, alikuwa nchi ya Syria, kitu kama hicho, nowadays Syria, alikuwa anaitwa Naaman. Jamaa alikuwa na ukoma, lakini alikuwa ni jemedari mkuu wa vita. Sawa. Sio? Anaingia vitani, anakiwasha mstari wa mbele. Yani yeye ndo jemedari wa vile, the general soldier legend. Ana ukoma. Lakini sasa hivi mtu akiwa ana mchubuko tu, hata kwenda kufanya kazi anaanza kuomba. Yani ni kwamba wamegeuza majeraha ama ya vidonda mitaji. Kwa hiyo usipokitumia ambacho iko ndani mwako, maana yake you are useless na mtumwa. Na Mungu hajaumba kopo, au sio? Mimi huwa naambia watu tunaishi kwenye generation like, ndio maana nikana kuambia kwamba mockery is very demonic. Kwa nini? Sasa hivi tupo wanatoa hizi kwamba mwaka fulani mpaka mwaka fulani hii generation inaitwa generation fulani. Na kuna generation hapo katikati ambayo iko famous sasa hivi wanaita Gen Z. Au sio? Before ilikuwa Gen X. Sasa Gen Z maana yake ni miwa naita generation zombie. Umeamua kuipa generation zombie. Umeamua kuipa. And that is the mockery. Hiyo ndo mockery ambayo ipo, kwa sababu ukiangalia vizuri ambacho wanakifanya kwenye hiyo generation watu wengi sana, au watu walivyokuwa programmed ambao wapo kwenye generation hiyo. Ulikuwa unazungumzia kwamba mtoto akizaliwa na nini. Sasa watoto waliozaliwa kwenye miaka hiyo, kulikuwa na program nyingi ambazo zimeweza kuwafanya wawe namna grad hapo katikati, na hizo program ambazo zimeweza kuwabadilisha watu wakawa hivyo. Ukiangalia vizuri sana ile fiction ya kuzungumzia zombies na nini, it's a mockery. Fiction ya kuzungumzia zombies wanavyokuwa asi ni sasa na system ile ambayo walikuwa wanazungumzia ile makala ya Matrix, ambayo pia kuna movie walifanya. Ukiangalia utaona kabisa kwamba zombies wao huwa wanafuata, hawaelewi, wanaenda, yani wanaenda tu, wapo tu, they don't
hawana perception, hawana kujua, hawana reasoning, hawana kuwaza kwa kujitegemea kule kwamba mimi kweli hicho ninachokifanya nakitaka. Kiko sahihi. Ni kufuata trend na mkumbo kwamba huku twende, kule twende, alafu wanakuwa ni kama mateja kwamba wanataka kitu fulani, wanakuwa hawezi kufikiria hapo kwenye tunataka ni mental rot, wanasema brain rot. Unaona muda tuloka hapa watu hawawezi kukaa. Okay, sisi tumekaa tunazungumza, some mtu anaweza kusema tunapiga story, lakini huu muda tulokaa tu hapa tukashoot podcast, kuna mtu hawezi akakaa huu muda mchache tu akaweza kutafakari, asishike simu, asiongee na mtu, akaa peke yake, akaweza kukaa na kuweza kutafakari tu mambo yake kawaida, asipiki hata mbali sana kwenye meditation. Na sasa hivi wamewaweza kati ya simu ambazo zinafanya wanakuwa yani unafuatilia udaku. Ndio maana sasa hivi ni rahisi sana kutrendisha vitu vya kijinga vikaenda, kwa sababu watu wengi wana spend muda mwingi na navyo viangalia havifanyi wao kufikiria, bali vinafanya tu kuwa na uwezo wa kufikiria, kufly, kuenjoy, alafu anaishia pale pale. Alafu na uzuri hawajui kwamba kuna intervals za kufry, kuna intervals za kusearch maarifa. Yani watoto ni kwamba saizi yani wamekuwa ni kama wale watoto zamani walikuwa inabidi tupeleke mtoto shule. Hawajui kwa nini huyu mtoto anahitaji, kuna watoto wengine wanahitaji kwenda shule, labda kwenda kujua tu kusoma, kwa sababu kujiintegrate na mifumo ambayo wapate maarifa kwa urahisi, kwa sababu pia language you have to start. Ndio maana tunarudi kwenye ulikuwa unazungumzia kuhusu Albert Einstein, kazungumzia kitu kimoja kwamba Albert Einstein anazungumzia hiki mfumo wa elimu, lakini akaja pendelea akazungumzia kuhusu intelligence quotient. Akazungumzia kwamba IQ kweli ni kitu gani. Akasema kwamba IQ akaidefine kwamba IQ ni ukitoa vitu vyote ambavyo umewahi kufundishwa au umewahi kusoma, kile ambacho umebaki nacho ambacho hukufundishwa. Hapo ndo tunaweza tukapima kwamba huo ndo uwezo wako. Ndio wewe sasa, yani huo ndo wewe unakuwa free from preference. Kibakia wewe unabaki nani? Unaweza kufanya nini? Unaweza kufikiria nini? Kitu gani ambacho ulifikiria ukatafakari, ukapata majibu wewe mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Yani kwa kutafuta ama kwa kufikiria hapo umekaa. Wewe sasa. Nilikuwa nasema kuna uzuri au ubaya kuhusu simu na internet na globalization, na kwa sababu sasa hivi tupo kwenye a dump of knowledge, au si? Dump of knowledge na matakataka mengine yote. Internet is a dump of knowledge na matakataka mengi. Issue ni kwamba wewe unapata nini? Okay. The last era ilikuwa era ya vitabu sana. Sasa hivi vitabu vinatumika. Lakini watu wengi walikuwa wakificha knowledge, wakificha siri nyingi katika vitabu, lakini watu walikuwa hawasomi. Sijui umeshaona? Watu wengi walikuwa wakificha knowledge, wakiandika siri nyingi katika vitabu, lakini watu walikuwa hawasomi. Same applies sasa hivi. Vitu vingi sana vipo katika internet. Tomorrow we are posting this podcast. Kuna watu hawatoitizama hii podcast for 10 years. Paka kuna siku atakuja akuone somewhere in the Silicon Valley, somewhere in the flashlights and in the red carpets, ndo aweze sasa kuanza ku trace back kuja kusikiliza hichi kitu. Wanasubiria kuna media fulani to post. Yes. Lakini ukisearch for the right things in the internet unapata. Na hata kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa havijapublishiwa kwa sababu ya mifumo fulani miaka ya zamani, lakini sasa hivi unaweza kupata. Unaweza kupata interview za watu ambao wamezungumza zamani. You can watch the videos ambazo wamezungumza. Usiambiwe tu kwamba Che Guevara sio alikuwa hivi. Usiambiwe Bruce Lee sio alikuwa hivi. Find yourself alikuwa anaongea nini. Find yourself, hizo videos zipo au material yapo, au si? Kuna makala nyingi sana kwenye mitandao. Vitabu sasa hivi unaweza ukavi access vingi kwenye mitandao, lakini we don't go there. We are spending series moja unaweza kukuta mtu anatazama series. Unaweza kutazama series, sikukataa. Kama ina manufaa kwako. Kuna series mtu anaweza katizama ina episode 1000 na akazimaliza. Kila episode ina nusu saa. Na akaipiga back to back, yani labda 2 weeks au wiki moja ameshaimaliza hiyo. Nyingine wiki moja. Lakini chakula kipo nyumbani. Lakini mtu kuweza kuspendi nusu saa kila siku kusoma kitabu au nusu saa kila siku kuweza kulisten podcast ambayo itampa na kitabu hata quote tu moja. Ni changamoto. Hawezi. Kwa sababu yani umeshasema hii ni generation ya mazombi, kwa hiyo yenyewe waga hayasikii nafuata. Yani ndio maana ni sasa hivi ni rahisi sana kutrendisha kitu ambacho ni akitumia akili, akitumia nguvu, yani kikatrend, kwa sababu yani wengi ni mafollowers. Yani ni mafollowers, unajua mafollowers. Na this is the challenge kwako. Wewe ambaye unakuwa offended ama maneno yanakuchoma. Usiwe zombie.
wakasikiliza right now, wakasikiliza, anza kubadilika sasa. Hapo tunawaruhusu wa comment chochote, lakini ukiona endelea kutufuatilia, ukiona saa, usipoona saa scroll. Kitu kingine unaweza tu ka scroll. Mbona vipo vitu vingi vya kusikiliza online, kuna vitu vingi. Kwa hiyo wewe sisi tunakukaribisha. Sisi sio watu ambao tumechukulia password, tuna uwezo mkubwa wa kuelewa maoni yako wewe. Sawa, comment yako wewe, utumbo wote na pointi zote tunazichukua. Tunaweza try au tukaacha. Kwa sababu lengo kubwa hatupo kutafuta views. Tungeweza kukaa mimi na wewe tukazungumza tukapiga story, lakini sisi sio wachoyo. Tumeamua kushare na hawa majamaa. Lengo kubwa la humanity ni kwamba kila mmoja aweze kumjenga mwingine. Nicho nacho mimi kiweze kufanya kazi kwa mtu mwingine. Kwa sababu unajua kuna mtu anaweza kasikia maneno au sio? Baada ya kusikia haya maneno tu tulozungumza au sio? Kama anavyosema Galileo, ukawa ni mwanga ndani yake. Na ule mwanga ambao utakuwa ndani yake utamwonyesha ana nini ndani yake. Within 2 weeks au within 2 months akabadilika. Au sivyo mtu mwingine ule mwanga ambao sisi tunautoa ukamulika ndani yake. Na yeye ndani yake akaona kwamba okay, I am a millionaire. Why am I doing this? Akaweza kubadilika. Na ndani ya miaka 2 akawa tayari amekuwa milionea bilionea. Kwa hiyo ndio tunachokitaka sisi. That's why tunafanya, we are doing our purpose. Na sio na hivyo tu, you have been doing. Sisi kuna watu tumewahili spiritual na mental. Kwa hiyo ukitaka reference atitaji kuwaonesha nyinyi. Umeona? Lakini ukiona ni sawa. Ndio maana tumekupa challenge, sema chochote. Unafuata unachokitaka wewe, tunaenda tafuta. Na ndio maana sisi tunasema wewe usikilize. Kama utasikia itakusaidia. Kama hakufai just pro. Kwa sababu watu wengi, mbona kuna katuni za watoto kwenye mitandao, kuna magazeti pia nini, kuna siwezi kupiga hizo pengine ni vipi wewe kiona t-shirt. Maana kuna wengine majamaa wamesubiria kwamba majamaa wakasema kwamba majamaa wanajua. Unajua kwenye nani wanasubiria, kuna media fulani tu post kama Twitter. Sasa hii majamaa nilionaga zamani. Unazia mwanangu unajua. Okay. Unajua kwenye TikTok sawa? Okay. Tuseme tu TikTok. Kuna siku nilikuwa Mogadishu 2024. Kwa tumekaa mimi rafiki yangu alikuwa na rafiki zake wengine wawili, na mmoja hapo wale rafiki zake wawili, mmoja alikuwa Kigo. Kwa tumekaa sasa, simu yake yule dada ikawa imezima chaji. Akaniomba simu yangu, akasema naomba simu yako niweze kuingia TikTok. Nikampa. Alipochukua simu yangu akaanza kuscroll TikTok, haikufika dakika 2 alirudisha simu yangu. Hata mimi mimi kunitokea. Mshikaji wangu akasema TikTok yako ikoje? Mshikaji wangu akaanza kucheka akasema unakutana nacho. Sasa jamaa kwa anaelewa. Kwa hiyo hata TikTok yenyewe algorithm inakuwa inakupa kile ambacho wewe unakuwa unatamani na kukiona na kutizama mara kwa mara. Inaitwa big data analytics. Big data analytics wanapoletea vitu ambavyo wewe una review mara kwa mara, wa prediction zako zinakuja kulingana na frequency zako. Wewe una frequency za kusikiliza mambo gani? Kwa hiyo yule dada akaniambia, mbona TikTok watu kama sio TikTok? Kwa sababu yeye ashazoea kuona algorithm ya TikTok kwake, marafiki zake, watu waliomzunguka ni kitu kinachofanana. Okay, tuachane sasa na hiyo tu, ni kwenye kuscroll kawaida, vitu ambavyo wanaangalia wanafanyaje. Kwenye TikTok kuna vijana wanatizama au sio? Wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa chuo. Kwenye TikTok sawa, ukiangalia kwenye zile section, kuna section ya mwisho kabisa imeandikwa kitu kama STEM au sio? Ile section ya mwisho ni kwa ajili ya mambo ya kujifunza ya darasani tu, lakini hakuna mtu yoyote ambaye huwa anaenda kule kutizama. Ukienda kule utakutana na wamerahisishiwa integration, watu wana solve au sio, makoni sijui physics, everything knowledge zote zipo, na kuna ni page yake kabisa, kama ambavyo unakuwa unaenda for you page, kama unavyoenda kwenye following peke yake, kama unavyoenda kwenye friends peke yake na following. Kule mwisho kuna STEM something kama hicho, kama nimekosea tutaangalia, lakini kuna kitu kama STEM. Kienda kule utaona pale kuna material. Kwa hiyo kwenye internet saa internet sio mbaya, ni wewe unatumiaje. Kwenye internet kuna material pia. Who are you following? Unamfollow nani? Kwa sababu hii issue ya following ni imekuja sawa ku replace kitu ambacho kipo halisi in the physical. Kwamba ni projection ya maisha halisi. Ndio kama ile kwamba wewe unamfuata nani? Wewe ni mfuasi wa nani? Kwa maana yake ambao unawafuata tutajua.
Unamfuata nani? Tutajua. Tunakaribisha. You cannot be Queen Esther while your inspiration is Jezebel. Haiwezekani. Kuna watu wengi sana wamekuwa wakijiita mwanamke wa Mithali 31, au sio? Lakini mimi nakupa challenge. Any lady ambaye unatizama, ambaye huwa una feel ndani yako kwamba wewe ni mwanamke wa Mithali 31 au huwa unajiita hivyo, rudi nenda katizame, kasome vizuri yule mwanamke wa Mithali 31, afu utagundua ni tofauti na watu wanavyoweza kumzungumzia. Usiweze kuchukuliwa na upepo wa kopi. Nenda kasome vizuri the full passage kuanzia pale inapoanza kuzungumzia kwamba maneno haya yalikuwa ni ya mama yake na mfalme. Tena sio mfalme, mama yake na mfalme, lakini mfalme ndo alikuja akaandika. Ni alikuwa ni mahusia ya mama yake. Kwa uende ukasome vizuri pale. Tafakari kwa uelewa wako. Halafu utamuona yule mwanamke wa Mithali 31. Sio mwanamke wa 50-50, sio mwanamke anayezungumziwa na watu wengi ambao wanampicha. Usinipige mawe. Wapigi hata wakisimu utapiga simu. Usinipige mawe, au sio? I'm just a messenger. The messenger is here to speak. Ako sasa tufanye sasa hivi tukianzisha hii program. Na tupo na Joki Fruit. Afoni working. Yani short ni kwamba both feasibility tumesema. Feasibility au unajitungia wewe. It is what it is. Ndio, kwa sababu lugha pia inatungwa. Kwa hata sasa tukatunga za kwetu. Kwa hiyo wale majamaa ambao wanapenda kustream kujogi na nini, tunakaribisha sasa. Unajua hiyo podcast tunaweza tukamaliza tuseme hata mpaka 30. Ikiendeleza. Azani service tunaweza tukafika kidogo tukafanya vitu vingine. Sure, maana mpaka sasa hivi tumeshazungumza risali zima. Alafu kuna watu inabidi tupate huduma kule. Kwa hiyo next time tunakaribisha. Hivi tukiwakaribisha unaona kama unyonge. Inabidi waje wenyewe. Amna, unajua ni sio unyonge. Au unasemaje? So unyonge kwa sababu karibu ilikuwa nitengenezwa kwa ajili ya watu wadhaifu. Hapana, iko hivi. Unavyosema Mungu alikuwa anampenda sana Musa kwa sababu gani? Musa was humble. Musa was humble. Alikuwa na humility. Ila Musa pia alikuwa na hasira. Lakini yani hasira sawa, alikuwa na hasira, lakini hasira yako ni nini? Hasira yako ni anger au wrath. Inatumika. Hasira yako ni anger au wrath. Yani ukishakuwa na anger, maana yake hasira yako haina macho. Unaweza kuvuruga, lakini kwenye issue ya humility na humbleness ni kwamba mtu yoyote yule ambaye ana uwezo wa kuwa soft na ka sustain, huyo mtu anakuwa the strongest. Tunaona hayo mambo kwenye tai chi. Tunaona hayo mambo kwenye matawi ya miti, au sio? Upepo unapokuwa mkali au kunapotokea dhoruba, yale matawi ambayo huwa ni malaini huwa yananepa tu. Lakini yale matawi ambayo ikaza, yamekakamaa, yamejishupaza, yanavunjika, likipigwa upepo linavunjika. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha. Join tengeneze community ambayo tutakuwa tunafanya mazoezi pamoja. Mpate na huduma bure. Sisi taweza huduma bure. Hatutoi hela nyingi. Hatutozi ada, no fee. It was great to have you kwenye session. Tutapata session zingine tena. Life Asili Podcast. We're here.